Ndege ya kivita ya Marekani aina ya McDonnell Douglas FE-15E Strike Eagle imeanguka nchini Kuwait wakati wa shambulizi la kombora linalodaiwa kutoka Iran karibu na kambi ya Marekani ya Ali El Salim Air Base. Kanda ya video inayosambaa mitandaoni inaonyesha ndege hiyo ikizunguka chini huku miale ya moto ikionekana katika moja ya injini zake takribani maili 6 kutoka kambi hiyo ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, rubani alijirusha nje na kutoa salama akisaidiwa na watu waliokuwa karibu ya eneo hilo. Hata hivyo, hali ya mwendeshaji wa mfumo wa silaha WSO ambaye ni mwanachama wa pili wa wafanyakazi wa ndege bado haijafahamika. Bado haijathibitishwa iwapo ndege hiyo ilidunguliwa na kombora la Iran, ilipigwa kwa bahati mbaya na makombora ya ulinzi wa anga ya Marekani au ilikumbwa na hitilafu ya kiufundi. Wizara ya Ulinzi ya Kuwait imesema leo kuwa ndege kadhaa za kivita za Marekani zilianguka, huku ikidai wafanyakazi wote walinusurika. Hakuna uthibitisho huru uliotolewa mara moja. Wakati huo huo, wanajeshi watatu wa Marekani wameripotiwa kuuawa na wengine 5 kujeruhiwa tangu operesheni za kijeshi zilipoanza siku ya Jumamosi. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kulipiza kisasi vifo hivyo, lakini akaonya kuwa huenda majeruhi zaidi wakatokea kabla ya mapigano kumalizika. Mvutano huo umeongezeka zaidi baada ya Israel kushambulia maeneo ya Lebanon, hatua inayodaiwa kuwa jibu la mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Hezbollah kufuatia mauaji ya kiongozi wa Iran Ali Khamenei. Aidha, kituo cha jeshi la anga cha Uingereza cha RAF Akrotiri nchini Cyprus kimeripotiwa kushambuliwa kwa ndege isiyo na rubani usiku kucha. Hali ya usalama katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete, huku mataifa yakifuatilia kwa karibu mwelekeo wa mzozo huo.